Bunge News, mikutano ya wabunge, maendeleo majimboni na wasifu wa wabunge binafsi. Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge ya mataifa ili haki yako itendeke. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kunijalia jioni ya leo na mimi nikaweza kuchangia bajeti ya Wizara ya Nishati. Nipende kumpongeza waziri wetu wa nishati na dada yangu naibu waziri kwa hotuba nzuri yenye kuleta matumaini na maendeleo kwa Watanzania kwa ujumla. Kipekee kabisa nipende kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni sote ni mashahidi, 2024 alizindua mkakati wa nishati safi ya kupikia. Jambo hili liliinua matumaini mapya na mazuri yanayoonyesha namna wananchi wa kawaida hasa vijijini watakavyokwenda kunufaika na mkakati huu ifikapo 2034. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba mimi nijikite kuchangia nishati safi ya kupikia. Sote ni mashahidi, tumeona Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa ni kinara wa kuhamasisha matumizi safi ya nishati ya kupikia. Lakini hii ni ishara tosha kwamba anatujali wanawake wa Tanzania. Kwa hakika tunapika kwa haraka, familia zetu zinaweza kula kwa wakati na tunaendelea na majukumu mengine ya kukuza uchumi wa Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nipende kuishauri serikali yangu. Tumesikiliza vizuri hotuba na bajeti ya nishati kwa mpango mzuri mkakati waliouweka ili kurahisisha upatikanaji wa nishati safi ya kupikia. Lakini naomba nishauri tuweke mikakati bora, tujikite zaidi kushughulikia kama jinsi tunavyoweza kupata mafuta katika vijiji, kwenye wilaya. Ukiwa na 2000 unapata mafuta ya taa, basi hivyo hivyo tuboreshe tuweze kupata gesi. Tuingie makubaliano na sekta binafsi, wale ambao wana filling station waweze kuuza na gesi. Pale mwananchi wa kijijini atakapokuwa na 2000, 3000 aweze kupata kilo moja ya gesi. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi huko ninakotoka Kagera, kwa wanawake wa kijijini kabisa, mwanamke wa Nkwenda huko, mwanamke wa Kituntu, kumwambia kwamba kanunue gesi ya 25,000 inakuwa ni mtihani sana. Lakini akipata unafuu wa kuweza kununua gesi kwa bei ndogo kutokana na hela yake alionayo, basi tutafikia malengo yale Daktari Samia Suluhu Hassan anayotamani kuyaona kwa kila mwananchi. Nipende kusema, Mheshimiwa Naibu Spika, Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa ni kinara, na kama tunavyosikia sasa hivi kuna ruzuku ya mitungi ya gesi. Naomba nishauri serikali yangu, pindi wanapohitaji kugawa hiyo mitungi ya gesi, basi ni vyema tukashirikishwa sisi wabunge wa viti maalum, kwa sababu ndio tunaojua wanawake wanaohitaji hiyo mitungi. Lakini tumeona Daktari Samia Suluhu Hassan akiendelea kuhamasisha. Hata jana amekutana na makundi ya mama lishe na baba lishe. Hii yote ni ishara kwamba amedhamiria na anatamani kuona kila Mtanzania anatumia nishati safi ya kupikia. Nipende kusema Wizara ya Nishati imejipanga vizuri, niwapongeze sana. Tunaona sasa hivi kama ni umeme, tunapata umeme, tunaenda kupata umeme kwa kila kitongoji. Nipende kuwashukuru sana, lakini niwaombe wabunge wenzangu tushirikiane na Mheshimiwa waziri wetu, anajituma sana na maendeleo tunayaona. Bajeti ina matumaini na ina matumaini kwa kila Mtanzania. Naomba tumpitishie bajeti yake. Nashukuru sana kwa mchango wangu, Naibu Spika. Asante.
Asante sana mheshimiwa. Baada ya maneno hayo, naahirisha shughuli za bunge. Bunge News.